Dunia leo inakumbuka miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia vilivyodumu kwa muda wa miaka 6. Kwenye vita hivyo vilivyoshuhudia ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na vifo vya mamilioni ya watu. Katika kumbukumbu hii, takriban viongozi 27 wa mataifa ya kigeni wanatarajiwa kuwasili nchini Urusi kwa ajili ya gwaride kuu la kijeshi la siku ya ushindi hapo kesho Mei 9. Saumu Njama na taarifa kamili. Maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 80 ya mwisho wa vita vya pili vya ulimwengu barani Ulaya na kuanguka kwa udikteta wa Kinazi yalianzia mjini Berlin hii leo kwa ibada kanisani iliyohudhuriwa pia na kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz. Rais wa bunge la Ujerumani Julia Knochner amesema lazima taifa hilo pamoja na watu wake watambue kiwango cha kutisha cha uhalifu uliofanywa wakati wa vita vya pili vya dunia. Aidha, Knochner amekumbushia wahanga waliosahaulika wa vita hivyo vya pili vya kikatili ambavyo Ujerumani ilivianza kwa kuivamia Poland mnamo Septemba mwaka 1939. Hapo awali viongozi 29 walipanga kuhudhuria sherehe hizo mjini Moscow, lakini marais wa Azerbaijan na Laos walijiondoa dakika za mwisho, kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Urusi. Wageni muhimu zaidi kwenye gwaride hilo ni pamoja na Rais Xi Jinping wa China na Rais Luiz Inacio Lula da Silva Brazil. Xi yupo Moscow pia kwa ziara ya kitaifa na atafanya mazungumzo na Putin kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wao wa bila mipaka uliotiwa saini siku chache kabla ya Urusi kupeleka wanajeshi Ukraine. Hapa Ujerumani, Rais Frank-Walter Steinmeier alisema, na hapa namnukuu, hata kama hili litadaiwa tena kesho katika sherehe za ushahidi huko Moscow, vita dhidi ya Ukraine si mwendelezo wa mapambano dhidi ya ufashisti. Vita vya uvamizi wa Putin, kampeni yake dhidi ya nchi huru ya kidemokrasia, havina uhusiano wowote na vita dhidi ya dhulma ya Wanazi katika vita vya pili vya dunia. Mwisho wa nukuu. Huku haya yakijiri, rais wa China Xi Jinping alimwambia mwenzake wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow kwamba China iko tayari bila ya kuyumba kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Urusi. Vile vile viongozi wa Vietnam, Mongolia, Misri na Myanmar, wote ambao ni washirika wa muda mrefu wa Urusi, pia wanatarajiwa kuhudhuria maadhimisho ya Mei 9 kwa mujibu wa Kremlin. Kutoka Afrika, wakuu wa nchi za Burkina Faso, Zimbabwe, Jamhuri ya Kongo, Ethiopia na Guinea ya Ikweta pia watahudhuria. Nchini Uingereza, Mfalme Charles III alijiunga na maveterani na washiriki wengine wa familia ya kifalme kwa misa ya kuadhimisha kumbukumbu hiyo mjini London. Tukiendelea kuangazia kumbukumbu ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, tuisikilize ripoti ya Doto Bulendo. Kumalizika kwa vita hivi kuliambatana na kuundwa kwa taasisi mataifa kusaini makubaliano ya kuhakikisha dunia inakuwa sehemu salama na kutokurejea kwenye machafuko kama haya yaliyosababisha maafa makubwa hususan barani Ulaya. Miaka 80 baadaye, Ulaya bado inalia na damu ya wasio na hatia kumwagika, huku mapigano kati ya Ukraina na Urusi yakitajwa kama doa kubwa. Rais wa bunge la Ulaya Roberta Metsola alisikika akiwa na huzuni akisema, na hapa namnukuu, kwa mara nyingine tena vita vimerejea katika bara letu. Miji muhimu inapigwa mabomu, raia wanashambuliwa na familia zinasambaratika, mwisho wa kumnukuu. Nchini Ujerumani, waziri mpya wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephol alitoa pongezi kwa washirika wa Ujerumani katika kusaidia nchi yake kuwashinda Manazi na kusema kwamba mamilioni ya watu walinyimwa haki na kuteswa na utawala wa Kinazi. Amesema katika taarifa yake kwamba hakuna siku yoyote ambayo imeunda historia ya Ujerumani kama vile Mei 8 mwaka 1945. Ameongeza kusema kwamba, na hapa namnukuu, wajibu mkubwa wa kihistoria kwa uvunjaji huu wa ustaarabu na ukumbusho wa mamilioni ya waathirika wa vita vya pili vya dunia ni kutetea kwa uthabiti amani na uhuru barani Ulaya. Kansela mpya Ujerumani anaangazia jinsi gani Ujerumani imejiimarisha na kuwa kinara wa demokrasia na haki za binadamu, huku akitarajia kuweka shada la maua katika jumba la makumbusho la madhila ya vita vya pili vya dunia. Maadhimisho haya ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia yanafanyika kukiwa na hofu kubwa barani Ulaya ya maadui wa Ulaya wanaokita mizizi na kuhatarisha amani ya Ulaya ambayo imekuwa ikisisitizwa tangu kumalizika kwa vita hivyo vya dunia. Mataifa ya Ulaya yanatumia siku hii kuhamasisha amani barani Ulaya,
ili kuepusha Ulaya na madhira mengine kama yale ya kati ya mwaka 1939 mpaka mwaka 1945 wakati dunia iliposhuhudia madhira makubwa ya vita vya pili vya dunia.